Uchawi ulianzia wapi? Kwa mujibu wa Qur'an, uchawi ulianzia katika nchi ya Iraq, katika mji wa Babil. Kibibilia wanaita Babeli, kiqurani huitwa Babil. Hapo ndipo uchawi ulipoanzia. Sikiliza sasa, Allah anasemaje? wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut. Ma zimekuja mara 4 katika aya hii, na wanawachuoni wameikhtilafiana kilugha maana ya herufi hizi za ma. Ma ya kwanza, wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman, na wamefuata uongo ambao walikuwa wakiambiwa hao Mayahudi na mashaitani juu ya ufalme wa Nabii Suleiman. Kwa hiyo ma ya hapa wataalamu wanaita ismun mausulun billadhi. Ma ya pili, wama kafara Suleimanu, wakasema ma ya pili ni ma nafia, ma ya kukanusha, ya kukataa. Wama kafara Suleimanu, na wala haja kufuru Nabii Suleiman. Ma ya pili. Ma ya tatu, wama unzila ala almalakaini, mgogoro baina ya maulama umeanzia hapa. Wanakubaliana wote ya kuwa ma ya kwanza ni ismun mausulun billadhi wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Wakasema ma ya hapa sio ma nafia, sio ma ya kukanusha, bali ni ma yenye maana ya kile au yule au ambao. Ma ya pili wakakubaliana kuwa ni ma nafia, ma ya kukataa, wa ma kafara Suleimanu, na wala hajakufuru Nabii Suleiman. Ma ya tatu ndipo wakaja kutofautiana wanawachuoni. Wako waliosema wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut. Ma ya tatu, ma ya hapa ina maana ya ismul mausulun billadhi. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, maana yake aya inathibitisha uchawi ulishushwa juu ya malaika wawili wanaoitwa Haruta na Marut katika mji wa Babil katika nchi ya Iraqi kama mtihani kwa viumbe. Kundi la pili kasema hapana, ma ya tatu pia ni ma nafia, ma ya kukanusha, kama Allah alivyosema wama kafara Suleimanu, akasema tena wama unzila ala almalakaini ay lam yunzal ala almalakaini. Hajakufuru Nabii Suleiman na haukushushwa uchawi juu ya malaika wawili. Wako waliosema hivi. Ma ya 4, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Hivyo basi ma ya kwanza ina maana ya ismun mausulun billadhi wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Ma ya pili ni ma ya kukanusha, wama kafara Suleimanu, na wala hajakufuru Nabii Suleiman. Ma ya tatu ndio wako waliosema ni ismun mausulun billadhi, maana yake na kile kilichoshushwa juu ya malaika wawili katika mji wa Babil, na hao malaika wawili wanaitwa Haruta na Marut. Na wako waliosema hapana, hii ni ma ya kukanusha vile vile, maana yake na wala uchawi haukushushwa juu ya malaika wawili Haruta na Marut eneo la Babil.
Kauli sahihi sasa shekhe ni ipi? Sitokwambieni kauli sahihi kwa sababu sijafikia daraja la kuwa ni alimun mujtahidun mpaka mimi niseme, bali ninanukuu wanawachuoni, jopo kubwa katika wanawachuoni. Nikisema jopo kubwa, maana yake masala ni khilafia, yana ikhtilafu. Wako wanaoona wama unzila ni ismun mausul, na wako wanaoona wama unzila ni manafia, bimaana wako wanaoona kwamba uchawi haukushushwa juu ya malaika wawili, na wako wanaoona maana ya aya na uchawi umeshushwa juu ya malaika wawili. Sasa kauli yenye wanawachuoni wengi ni ile kauli iliyosema hii ma ina maana ya ismun mausulun billadhi. Nini maana yake? Maana yake sio ma ya kukanusha, bali ni ma ya kuthibitisha. Na maana yake, na huo uchawi ulishushwa juu ya malaika wawili katika mji wa Babil, na hao malaika wawili wanaitwa Haruta na Maruti. Wengi wanasema hivyo. Ushahidi wao ma ya 4 ndio inawapa nguvu, wakasema wama yuallimani min ahadin. Hao malaika wawili walikuwa hawako tayari kumfundisha mtu yeyote uchawi mpaka wamwambie innama nahnu fitnatun fala takfur. Bwana we, umekuja kujifunza mambo tawile babu. Sasa ngoja tukwambie, siye ni mtihani kwenu, siye ni majaribu kwenu. Hii kitu kibaya usikubali kujifunza, usikufuru. Ukijifunza utakuwa umekufuru. Hii ndio kauli ya wanawachuoni wengi. Swali sasa, kwa nini sasa Allah afanye hivyo? Jawabu, Allah ni fa'alun lima yurid, anafanya atakavyo. Hii ni suratul Buruj. Suratul Hajj inasema inna Allaha yaf'alu ma yasha, Allah anafanya atakavyo. Akasema tena inna Allaha yaf'alu ma yurid, sura hiyo hiyo Allah anafanya atakavyo. Katika suratul Anbiya anasema la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, yeye Allah haulizwi anayoyafanya, bali wao ndio wenye kuulizwa. Kwa nini sasa amefanya hivyo? Mtihani. Kwa nini atupe mitihani? Mitihani ndiyo chanzo cha sisi kujulikanika nani ni nani, na lazima mtihani uwepo ili kujua nani muumini wa kweli na nani sio muumini wa kweli. Kishki TV, nuru ya dini yako.